Kwa mchango wako. Sasa namwita Mheshimiwa Waziri wa Sera, Bunge na Uratibu. Ajiandae Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Ajiandae Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami niungane na wale wote walionitangulia kumpongeza sana Waziri wa Katiba na Sheria kwa kuwasilisha hotuba nzuri sana ya budget. Hotuba ambayo imeeleza mafanikio ambayo yamepatikana, lakini inayoeleza pia mipango katika mwaka ujao wa fedha. Nami niungane na wengine wote ambao wamemshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa ambayo ameyafanya katika sekta hii ya katiba na sheria katika muhula wa kwanza wa uongozi wake na sasa katika huu muhula wa pili wa uongozi wake. Na kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kilosa, napenda nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia na mahakama ya Tanzania kwa kutujengea mahakama mpya ya wilaya na mahakama ya mwanzo kule Kilosa katika eneo la Kondoa Kilosa. Kwa hiyo ukija Kilosa pia kuna eneo la Kondoa. Mahakama ni nzuri sana na tunashukuru kwa kuzingatia maombi yetu ya kwamba mahakama ile ziwe mahakama mbili ndani ya mahakama moja, yani mahakama ya wilaya na mahakama ya mkoa. Mahakama ya wilaya na mahakama ya mwanzo, na naamini kabisa tutapata pia msukumo wa kukamilisha mahakama ya mwanzo kule Magubike kwa ajili ya kata zile 8 za juu za upande wa tarafa ya Magole. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesimama ili nimshukuru sana Mheshimiwa Nyamizi Mhoja, mbunge ambaye ametoa hoja nzuri sana kuhusu masuala yote yanayohusu watu wenye ulemavu ambayo yanaangukia katika wizara yangu. Mchango wake ni mzuri, maoni yake ni mazuri na tutayazingatia. Na ni sahihi kabisa kama alivyosema, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilisaini mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za watu wenye ulemavu wa mwaka 2006 tarehe 30 Machi mwaka 2007 na tukauridhia mkataba huo tarehe 10 Novemba mwaka 2009. Na nipende tu kumwarifu kwamba toka tulipojiunga katika mkataba huu tumehudhuria mikutano yote ya mwaka inayohusu utekelezaji wa mkataba huu, na mwaka huu mkutano huo wa 19 utafanyika New York, Marekani, makao makuu ya Umoja wa Mataifa tarehe 9 mpaka tarehe 11 Juni, na Tanzania itawakilishwa, na katika mkutano huo tutatoa pia taarifa ya utekelezaji wa mkataba huu hapa Tanzania. Na tunayo mengi ya kueleza ambayo yamefanyika ndani ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo yameimarisha haki ya watu wenye ulemavu, kwamba ni raia wa Tanzania wenye haki sawa na Watanzania wengine wote kwa mujibu wa katiba, lakini pia kwa mujibu wa sheria ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo nimhakikishie kabisa kwamba sasa tunakamilisha uandaaji wa taarifa ya utekelezaji wa mkataba huo, na tutashukuru sana baada ya shughuli hizi za Bunge tuweze kuonana ili na yeye atupe mchango wake ili uwe sehemu ya taarifa ambayo tutaiwasilisha Umoja wa Mataifa mwezi Juni mwaka huu. Baada ya kusema hayo, na mimi naunga mkono hoja ya Wizara ya Katiba na Sheria.